Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya dirisha kubwa la usajili kwa msimu wa mwaka 2026-2027 kuweza kufunguliwa, ambapo tunashuhudia dirisha hili limeweza kufunguliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na linatarajiwa kufungwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na klabu ya soka ya Simba Sports Club, kwa sasa hawana muda wa kupoteza, ni kwamba wanakwenda kuanza sasa rasmi kuanza kutambulisha wale wachezaji ambao moja kwa moja wameweza kuwasajili kuelekea msimu mpya wa mashindano wa ligi ya mabingwa barani Afrika, sambamba na michuano ndani kama ligi kuu ya NBC, pasipo kusahau michuano kama ya kombe la CRDB Bank Federation Cup na ngao ya jamii, kwa sababu kiangalia ligi kuu Tanzania bara zimesalia siku chache kuweza kurejea. Kwa hiyo Simba moja kwa moja wameweza kutangaza rasmi hapo siku ya leo ni kwamba wataanza kushusha vile vifaa ama wale wachezaji ambao moja kwa moja wameweza kusajiliwa ndani ya klabu ya soka ya Simba, kwa sababu ikumbukwe tayari kuna wale nyota ambao Simba wameweza kuaga kwa kuwapa thank you, kwa sababu ikumbukwe hawatakwenda kuwatumia kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026 ambao tunashuhudia wachezaji ambao wameweza kuaga. Tunamshuhudia mchezaji kama Jonas Sansoa, huyu ni mshambuliaji kutokea katika nchi ya Ghana ambaye Simba wameweza kumpa thank you, bila kusahau Mzamiru Yasin Selemba, na pia ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kuagwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, bila kumsahau Lada Kichasambi, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuagwa katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Nyota wengine ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Shamuka Rabwane, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kupewa thank you ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Na nyota mwingine ambaye Simba wameweza kumwaga ni mchezaji Awesu Ali, Nabi Kamara, Musa Kamara Pimpin, Edwin Balua, Joshua Mutare, Omar. Hao ni miongoni mwa wachezaji ambao Simba Sports Club wameweza kuwapa thank you, kwa maana kwamba hatotumika kuelekea msimu ujao. Sasa siku ya leo mara baada ya Simba kuweza kutoa thank you, wanaanza sasa kushusha vyuma ama wachezaji wapi ambao moja kwa moja wameweza kuwasajili kuelekea katika msimu mpya wa mashindano 2026-2027. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo tumeweza kuinasa, hii ndio orodha ya wachezaji ambao wameweza kukamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka ya Simba, na miongoni mwao kuna ambao moja kwa moja watakwenda kutambulishwa hapo siku ya leo. Nyota wa kwanza ni Nathaniel Chilambo, huyu ni beki kutokea katika klabu ya soka ya Azam akiwa anacheza eneo la fullbeki. Namba 2 raia wa Tanzania, ni miongoni mwa mchezaji wa kizao ambaye amesajiliwa, bila kumsahau Kelvin Nashon, huyu ni kiungo mkabaji ambaye Simba wameweza kumsajili kutokea katika klabu ya soka ya Pamba Jiji. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka ya Simba wameweza kukamilisha usajili wake ni Ramazan Chobwedo, huyu ni winga kutokea katika klabu ya soka ya TRA United ambayo inapatikana pale mkoani Arusha. Au ndio baadhi ya nyota ambao wameweza kusajiliwa. Lakini nyota mwingine ni Ismail Mgunda, huyu ni mchezaji ambaye anaweza kucheza winga namba 7, winga namba 11, ambapo Simba wamekamilisha usajili wa Ismail Mgunda kutokea katika klabu ya soka ya Mashujaa ya Tanzania. Lakini Bakari Msimu, huyu ni winga kutokea Coastal Union, na pia ni miongoni mwa wachezaji ambaye Simba wameweza kukamilisha usajili wake. Kwa hiyo na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kutambulishwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Lakini kwa upande wa nyota wa kimataifa ambao mpaka sasa Simba wamekamilisha usajili wao ni Ibrahim Jaba, huyu ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo wa katikati, ambapo mchezaji huyu tunaona anatokea katika klabu ya soka Stellenbosch ya pale nchini Afrika Kusini, ambapo ni usajili uliopendekezwa na kocha mkuu hapa tukienda kumwongelea Steve Barker. Lakini mchezaji huyu Ibrahim Jabana anatokea katika nchi ya Nigeria. Nyota mwingine ambaye Simba amekamilisha usajili wake ni Keleso Makigalwa, huyu ni winga kutokea Shakune ya pale nchini Afrika Kusini, ambapo pia tunaona Simba wameweza kukamilisha usajili wake, na inasemekana kwamba usajili wake ni wa gharama sana. Lakini nyota mwingine wa kigeni ambaye Simba wamekamilisha usajili wake ni beki wa katikati Seji Bajo, huyu ni beki kutokea Ivory Coast ambaye alikuwa akipiga katika klabu ya soka ya USM Kechela ya pale nchini Algeria. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa wachezaji wa kigeni ambao wamesajiliwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Lakini vile vile Simba wanapambana kupata huduma ya mshambuliaji Peter Shalulile kutokea Namibia, ambapo mchezaji huyu tunaona alikuwa akikipiga katika klabu ya soka
ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao mpaka sasa wamekamilisha usajili. Kwa hiyo moja kwa moja vyuma hivi vitaanza kutangazwa siku ya leo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Hebu natuambie neno la comment kwa upande wako kwa sajili hizi ambazo Simba wameweza kukamilisha. Je, wewe ni usajili gani ambao unausubiria kwa? Shuka kwenye comment hapo, kadondoshe maoni na sisi tutakuja kuyasoma.